Jinsi ya kutengeneza chaneli ya YouTube. Yes, wadau, mahali gani? Habari ni yes, niko ndani ya nyumba. Ni ule rafiki yenu wa siku zote Swaiba, ndugu yenu Mr. Jacob Florian Chawala. Utangulizi. Katika somo hili tutajifunza namna ya kutengeneza chaneli mpya ya YouTube. Kwa hiyo sasa leo nitafundisha jinsi ya kutengeneza chaneli ya YouTube, lakini hapa nitatumia kompyuta ya laptop. Hapa mimi natumia laptop iliyotengenezwa na kampuni ya HP Hewlett Packard, iliyosakinishwa programu endeshi ya Windows 11 22H2 na imesakinishwa pia kisoma screen cha NVDA. Taskbar, Non-Visual Desktop Access. Na browser nitakayoitumia kwenda kwenye tovuti ya YouTube, basi nitatumia kisakuzi cha Microsoft Edge. Mpaka sasa YouTube ni search engine ya pili. Imekuwa ni engine tafuti au engine pekuzi ya pili kwa umaarufu. Engine pekuzi ya kwanza ni Google, tunafahamu, ikifuatiwa na YouTube. Kwa hiyo imekuwa ni engine tafuti ya pili kwa umaarufu duniani. Na kwa sababu ya umaarufu wa YouTube, basi watu wengi sana wangependa kujifunza namna ya kutengeneza channel za YouTube kwenye hii search engine au engine pekuzi ya YouTube. Kwa hiyo na sisi tutajifunza hapa hatua kwa hatua. Tutajifunza mchakato wote kabisa wa kutengeneza chaneli ya YouTube, ili kwa kujifunza hatua hizi utaweza kujitengenezea chaneli ya YouTube wewe mwenyewe kwa kujitegemea kabisa, na hasa ukiwa katika hiyo hali yako ya kutokuona. Kwa hiyo ina maana kwamba kutengeneza chaneli ya YouTube kwa mtu asiyeona inawezekana. Ina maana kwamba mtu asiyeona, bila kujali hali yake ya uoni, basi anaweza kutengeneza chaneli ya YouTube. Kwa hiyo sikiliza kwa makini kabisa. Katika somo hili tutajifunza umuhimu wa kutengeneza chaneli ya YouTube, lakini pia tutajifunza mambo ya msingi ya kuzingatia kabla hujatengeneza chaneli ya YouTube. Halafu tutajifunza sasa aina za chaneli ya YouTube, jinsi ya kutengeneza chaneli mpya ya YouTube, yani jinsi ya kufungua chaneli ya YouTube hatua kwa hatua. Halafu tutajifunza jinsi ya kutengeneza chaneli nyingine ndani ya chaneli husika, na jinsi ya kukaidisha chaneli ya YouTube, yani kuifanyia customization, kuiseti kwa kiwango ambacho wewe unapenda chaneli yako ya YouTube iwe. Yani vitu gani vya kuzingatia ili uweze kuiseti chaneli yako ya YouTube kwa kiasi cha kukuletea watazamaji wengi. Nikisema watazamaji na maana ya viewers kwa Kiingereza, au kwa malengo ya kupata subscribers, yani watu watakaojiunga na chaneli yako hiyo ya YouTube. Kwa hiyo tutajifunza hizo settings ili kusudi tuweze kukaidisha hiyo chaneli yako ya YouTube katika hali ambayo wewe ungependa iwe. Halafu mwisho tutajifunza namna ya kupakia maudhui au content au video ile ulioiandaa kwa ajili ya walaji kwenye YouTube, kwa ajili ya viewers, yani watazamaji, na kwa ajili ya subscribers, yani wale waliojiunga na hiyo chaneli yako ya YouTube. Yes, kwa hiyo somo letu litakuwa na audio clips 3. Audio clip moja itahusika na huu utangulizi, halafu itaendelea kudurusu umuhimu wa kutengeneza au wa kuwa na chaneli ya YouTube, halafu itaendelea na mada ya mambo ya msingi ya kuzingatia kabla hujatengeneza chaneli ya YouTube, aina za chaneli ya YouTube, jinsi ya kutengeneza chaneli ya YouTube hatua kwa hatua, na jinsi ya kutengeneza chaneli nyingine ndani ya chaneli husika. Lakini audio clip yetu ya pili ya somo hili itahusika na jinsi ya kukaidisha chaneli ya YouTube ili kuiseti kwa namna ambavyo unataka iwe, au kwa namna inavyotakiwa, ili uweze kupata haki na ruhusa mbalimbali katika chaneli yako. Na audio clip ya tatu yenyewe sasa itamalizia na jinsi ya kupakia maudhui au video katika chaneli yako ya YouTube, na hiyo ndio itakuwa audio clip ya mwisho. Somo hili limekuwa likiombwa tangu siku nyingi sana. Nafikiri kuanzia siku chache hivi, mara tu baada ya kundi la Access Tech Support kuundwa.
Kuna baadhi ya watu wakataka kwamba Access Tech Help and Support iwe na chaneli yake, lakini kuna baadhi ya watu wakaomba waelekezwe namna ya kutengeneza chaneli za YouTube ili pia wawe na uwezo wa kutengeneza chaneli hizo peke yao kwa kujitegemea kwa ajili ya malengo yao mbalimbali, aidha malengo ya kibiashara au malengo ya kitaaluma na malengo mengine mbalimbali. Yes. Sasa hatimaye baada ya muda mwingi kupita, leo sasa tutakwenda kujifunza namna ya kutengeneza chaneli ya YouTube. Lakini somo hili lisingeweza kwenda peke yake kama hivi bila kutanguliwa na masomo mengine yale yaliyopita juu ya email au barua pepe, na mpaka sasa hivi tumeshajifunza namna ya kutengeneza Gmail account, ambayo hiyo Gmail account sasa ndio itakayotuwezesha kutengeneza chaneli ya YouTube. Na chaneli hii ya YouTube itakuwa ni channel ya Access Tech Help and Support. Tayari mimi nilishatengeneza chaneli yangu hapa kwa ajili ya majaribio ambayo inaitwa Center of Accessible SciTech, na nafikiri mmekuwa mkiisikia mara kwa mara katika masomo ya hivi karibuni nikiadvertise, nikitangaza katika ule wimbo maarufu wa Center of Accessible SciTech. Center of Accessible SciTech. Unakumbuka ule? Kwa hiyo mimi nilishatengeneza channel ya YouTube ya kwangu, lakini baada ya kutengeneza channel ile kwa mafanikio makubwa nikasema okay, sasa ngoja nitengeneze channel kwa ajili ya kundi la Access Tech Help and Support. Sasa tuendelee na somo na tuendelee sasa kujifunza namna ya kutengeneza channel ya YouTube hatua kwa hatua. Hebu tuanze na umuhimu wa kutengeneza chaneli ya YouTube au kuwa na chaneli ya YouTube. Unaweza ukajiuliza, hivi kuna umuhimu gani wa kufungua chaneli ya YouTube? Kama unavyofahamu kwamba sasa hivi tuna tatizo kubwa sana la ajira. Kwa hiyo tunafungua YouTube channel kwanza kwa lengo la kujiajiri sisi wenyewe. Kwa hiyo tunafungua YouTube channel ili tuweze kujipatia kipato taratibu taratibu. Mr. Baraka hapo ndipo anaposema kwamba ili tuweze kutafuta amala. Tunatumia teknolojia
ili kutafuta amala. Tunafungua YouTube channel au chaneli ya YouTube ili tuweze kupata kipato kwa kutumia wale subscribers, yani wale watu wanaojiunga na chaneli ya YouTube yako, na wale viewers, wale watazamaji wa chaneli yako ya YouTube. Lakini pia kama nilivyosema kwamba hii ni njia ya kipekee ya wewe mdau wa Access Tech Help and Support ya kuweza kujiajiri mwenyewe kwa kutumia teknolojia, kwa kutumia kompyuta yako hiyo ya mkononi, kwa kutumia simu yako hiyo ya mkononi. Na ukichunguza utagundua kwamba watu wengi sana wamejiajiri kwa kutumia njia hii ya kutengeneza chaneli za YouTube. Ukiingia huko kwenye YouTube utakutana na chaneli mbalimbali zenye maudhui mbalimbali. Kwa hiyo kwa kadri watu wanavyoendelea kutazama, kwa kadri watu wanavyoendelea kusubscribe, yani kujiunga na chaneli yako ya YouTube, basi ndivyo wewe unavyoendelea kukidhi vigezo vya kupata kipato kwa kutumia YouTube. Yani ina maana hawa wanaomiliki YouTube sasa wanaanza kuangalia hivi fulani kwa kigezo hiki tuanze kumlipa. Kwa hiyo hivyo ndivyo namna wanavyojiingizia kipato hapo. Kwa hiyo vijana wengi sana wanaweza kumbe kujiajiri kwa kutumia chaneli zao hizo za YouTube walizozitengeneza. Kwa kutumia chaneli yako hiyo ya YouTube pia inakufanya wewe uweze kujipublicize, yani kujitangaza au kujiuza. Kama utakuwa unatengeneza maudhui ambayo yatawafurahisha wengi, basi unaweza ukawashawishi watu wakakutafuta na wakakupa kazi nyingine zaidi hata ya hiyo ambayo umeifanya hapo, zaidi hata ya hiyo content au hayo maudhui ulioyaposti hapo. Yes. Unajua tena maisha ni kutegemeana. Wewe unawategemea watu na watu wanakutegemea wewe. Yes. Kwa hiyo utakutana na the people. Sio na people, utakutana na the people ambao pia wanaweza wakakupa kazi nyingine. Mambo ya msingi ya kuzingatia kabla hujatengeneza chaneli mpya ya YouTube. Kabla hujatengeneza chaneli ya YouTube, kwanza inabidi uwe na channel idea. Yani wazo. Kwamba wewe hapo ulipo una wazo gani? Una content ipi? Una maudhui yapi ambayo unataka yaende yakaonwe na umma, ili umma ukiyaona hayo maudhui basi ujifunze kutokana na maudhui hayo ulio nayo. Yes, kwa hiyo lazima uwe na channel idea. Lakini unaweza ukajiuliza, sasa mimi nikishatengeneza hii channel yangu ya YouTube, nitakuwa naweka maudhui gani huko ndani? Na idea ya channel yako ya YouTube unaipata wapi? Kitu cha kufanya ni rahisi tu. Hebu kaa utulie, halafu tafakari, tathmini kwamba unaweza nini, una ujuzi gani, kwamba hivi mimi hapa nilipo nina ujuzi gani, nina maarifa gani hapa nilipo. Sasa hayo maarifa ulionayo ujue yanahitajika na watu, yanahitajika kuonwa na watu ili nao wajifunze hayo maarifa yako ulionayo. Kwa hiyo tunaamini kwamba kila mtu ana ujuzi fulani hivi, kila mtu ana maarifa fulani hivi ambayo anaweza akayaposti hapo kwenye YouTube kwa lengo la watu wengine pia waweze kujifunza. Kwa hiyo kila mtu ana maarifa fulani, kila mtu ana ujuzi fulani ambayo watu wengine wanaweza kujifunza kupitia yeye. Kwa hiyo njia rahisi ya watu kuona huo ujuzi wako na hayo maarifa yako ulionayo ni kwa kuyapost, kuyaweka huko kwenye YouTube. Hapo ni kwamba kila mtu duniani mahali alipo anaweza kaona huo ujuzi wako uliodurusu humo na ukauposti kwenye YouTube na yeye akajifunza. Unajua tena YouTube inatazamwa na watu wengi duniani. Kwa hiyo kwa kadri anavyo view, kwa kadri anavyotazama huo ujuzi wako, kwa kadri anavyotazama hayo maarifa yako na kujifunza, basi wewe hapo unakuwa unaendelea kujikusanyia amala taratibu. Sasa huo ujuzi huo ulionao, yani idea yako ya kutengeneza channel ya YouTube inaweza ikaanzia hapo. Unapost huo ujuzi wako kwenye YouTube kwa lengo la watu waweze kuangalia na hatimaye watajifunza kutokana na hilo wazo ambalo umeliposti hapo. Unapotengeneza jina la channel ya YouTube, hebu basi hilo jina la channel yako ya YouTube liendane na topic au content ile ambayo unategemea kuipakia kwenye hiyo channel yako ya YouTube unayotaka kuitengeneza sasa. Kwa mfano, mimi ile YouTube channel yangu ile inayoitwa Center of Accessible SciTech nimeitengeneza ndani ya account ya YouTube yangu hii ya kaida ya jacobchawala@gmail.com. Kwa hiyo ina maana kwamba mwanzo nilikuwa na hiyo account ya kwangu yenye jina langu, lakini nikaona nataka sasa kutengeneza account nyingine ambayo sasa hii account itakuwa na maudhui haya ya mambo ya kiteknolojia na mambo ya sayansi.
Kwa hiyo nikaamua kutengeneza channel ya YouTube ikiwa na maudhui ya mambo ya kiteknolojia na mambo ya sayansi. Kwa hiyo na wewe hapo utaamua sasa, je, unataka kutengeneza channel yenye maudhui yapi? Maudhui ya mapishi au maudhui ya kiteknolojia au maudhui yapi unataka? Muziki, wewe ni mtaalamu kwenye nini kwa mfano? Je, unataka huo utaalamu wako uoneshe kwa umma? Basi hapo utahitaji channel ya YouTube. Lakini ile account yangu ya Gmail, ile nilikuwa naitumia kuangalia tu na kufikia huduma mbalimbali za YouTube, kama vile kuangalia videos mbalimbali zilizoko ndani ya YouTube na kupata huduma nyingine hapo. Kwa mfano simu yangu pia inatumia account hiyo, sikano yangu ya Samsung Galaxy pia napata huduma zake kwa kutumia account hiyo ya Gmail. Basi na pia naweza kuangalia vitu mbalimbali kwenye YouTube kwa kutumia account hiyo ya Gmail, jacobchawala@gmail.com. Kwa hiyo sasa nikaamua nitengeneze channel ndani ya hiyo account ya YouTube ambayo inaitwa Center of Accessible SciTech. Lakini pili, lazima uwe na uzoefu wa hicho unachotaka kukiwasilisha. Uwe na uzoefu wa hicho unachotaka kukiposti kwenye channel yako ya YouTube. Yaani lazima uwe na uzoefu ili uweze kufanya vitu ambavyo viko damuni, yani vitu ambavyo viko kwenye damu yako. Maana isije ikatokea kwamba wewe unafanya vitu ambavyo haviko damuni, unafanya vitu kwa kuigaiga, kwamba wewe sio daktari kwa mfano, alafu unataka upost kwenye channel yako ya YouTube vitu au maudhui yanayohusiana na udaktari. Automatically iko siku utaposti tu maudhui machache, video chache 2-3, baadaye utasimama tena. Utakuwa tena huna uwezo wa kuweza kutafuta maudhui mengine. Kwa hiyo ufanye vitu vile unavyovipenda, vitu unavyovitaka, vitu vilivyoko kwenye damu yako kabisa. Lakini inabidi uwe unapenda kutembelea YouTube mara nyingi sana. Yes, uwe unapenda kutembelea YouTube mara nyingi ili uweze pia kujifunza wenzako wanafanya nini kuhusiana na hiyo idea yako ambayo wewe umeitafuta au wewe umepanga kuionyesha kwa umma. Kwa hiyo pendelea kutembelea channel nyingine za YouTube ili na wewe pia uweze kujua wenzako wanafanya nini. Unajua kimsingi hakuna kitu kipya duniani. Yaani mpaka sasa hivi karibu mambo mengi sana tayari watu wameshayafanya. Kwa hiyo ni kwamba wewe unaenda kutembelea ili uweze kujifunza kwamba wenzako wamefanya nini na wewe unataka uanzie wapi sasa kuanzia hapo wenzako walikoishia. Lakini kitu kingine ni kwamba usipende kuiga. Yaani usipende kukopi kazi za watu wengine halafu hizo kazi unaenda kuziposti kwenye channel yako ya YouTube. Hapana. Hebu hicho unachokiposti kwenye hiyo channel yako ya YouTube acha iwe ni mali yako asili, your original property. Isitokane na kazi za watu wengine. Sio umependa vitu kwenye Facebook huko, umependa vitu kwenye TikTok, basi unavichukua vile halafu unakuja kuposti kwenye YouTube channel yako. Hiyo itakuwa sio vizuri na huo utakuwa ni wizi kama wizi mwingine. Hawa watu wa YouTube wakikugundua, Google LLC wakikugundua kwamba wewe unaibaiba kazi za watu wengine, unakopi tu kazi za watu wengine kama zilivyo, basi wanaweza wakakuchukulia hatua na inawezekana kabisa hata katika ile consideration ya kukulipa kutokana na kazi unayoifanya, inawezekana wasikufikirie. Inawezekana kabisa usiwemo katika hiyo orodha ya watu watakaopata chochote kutokana na kazi ambazo unazifanya. Kwa sababu wewe kazi zako nyingi ni za kukopi tu na kopi tu. Inaruhusiwa kabisa kutazama kazi za watu wengine, ukaangalia wao wanafanya nini, na wewe hapo tazama, angalia wao wamepatia wapi, yani strengths zao, angalia pia madhaifu yao, weaknesses zao, alafu wewe anzia hapo. Kuanzia hapo. Content inaweza kawa ni ile ile, lakini wewe umeizungumza kwa maneno yako mwenyewe. Basi hiyo maana yake ni kazi nyingine. Sio kwamba labda utakuwa na kitu kingine, kitu kipya kabisa. Content inaweza kawa ni ile ile umeangalia kwa wenzako, lakini wewe sasa unakuja kuizungumza kwa maneno yako mengine tofauti, lakini pia kwa kutumia mandhari au mazingira mengine tofauti na yale ambayo umeyaona kwa yule mwingine. Sio umeona jamaa labda amevaa hivi, basi na wewe unataka uvae vile vile kama ulivyoona kwenye ile picha. Umeona jamaa anatumia muziki huu, basi na wewe unatumia muziki huo kama background, kama usuli wa video yako. Huo utakuwa ni wizi na utafikiriwa kabisa katika masuala ya malipo, kwa sababu wewe utaonekana kwamba ni mwizi. Lakini issue nyingine ni kwamba hebu uwe ni mtu wa kujifunza siku zote. Ukitaka usiishiwe idea, ukitaka usiishiwe mawazo, ukitaka usiishiwe maudhui, basi wewe
hebu uwe ni mtu wa kujifunza kila siku iitwayo leo. Yes, uwe ni mtu wa kujifunza. Kumbuka falsafa ya kundi letu ni kujifunza. Kwa hiyo nenda kwenye mitandao huko, soma nini kuhusiana na hiyo idea yako, jitajirishe zaidi na elimu mbalimbali na ujuzi mbalimbali kuhusiana na hiyo idea yako, kuhusiana na hayo maudhui yako. Yes, halafu hapo utaweza sasa kuwa mtaalamu sana juu ya huo ujuzi wako ambao unaoposti kwenye hiyo channel yako ya YouTube. Kwa hiyo kuwa ni mtu wa kujifunza kila siku iitwayo leo. Okay, sasa nianze kutengeneza chaneli ya YouTube hatua kwa hatua. Hatua za kutengeneza chaneli ya YouTube. Kwa maelezo haya inaonesha kwamba wengi wetu tuna Gmail account, tuna account za Gmail au account za Google na tuna YouTube account, lakini hatuna channel. Yes, hatujafungua chaneli za YouTube. Kwa hiyo wengi wetu tuna YouTube account ambazo zinatuwezesha tu kuingia ndani ya YouTube na kuangalia vitu mbalimbali vilivyoko ndani ya YouTube, taarifa mbalimbali zilizoko ndani ya YouTube account yako. Tumeunganisha account zetu za Gmail kwenye YouTube. Kwa hiyo tuna YouTube account, kwa hiyo tuna uwezo tu wa kwenda kuangalia channel za wenzetu, channel za YouTube za wenzako, za watu wengine. Nitumie maneno hayo na kupata taarifa mbalimbali, lakini hatujaanzisha channel zetu. Ili kuanzisha channel zetu za YouTube inabidi tufuate hatua zifuatazo. Sasa hatua ya kwanza hakikisha kwamba kompyuta yako imeunganishwa na mtandao. Kwa hiyo hakikisha hilo kwamba kompyuta yako ina mtandao full, umeunganisha kompyuta yako na internet, kwa sababu mambo yote sasa yatakayofuata kuanzia hapo yatatumia internet. Kwa hiyo hapa nachukua simu yangu, alafu na swipe kutoka juu kwenda chini kwa vidole viwili. Notification shade 0058 power saving mode on hotspot 4G phone signal full phone 3 bars battery 78% Thursday May 26th. Tena na swipe tena kwa vidole viwili kutoka juu kwenda chini mpaka nisikia quick settings. Quick settings 0059. Baada ya hapo nitaswipe kutoka kushoto kwenda kulia kwa kidole kimoja mpaka nifikie eneo la mobile data. Mimi kwa kawaida huwa sizimi data, kwa hiyo ipatakuwa on moja kwa moja. Alafu nitaendelea tena kuswipe kwa kidole kimoja kutoka kushoto kwenda kulia mpaka nikutane na eneo la mobile hotspot, na lenyewe nitaliweka liwe on. Haya, na swipe kwa kidole kimoja kutoka kushoto kwenda kulia. Baada ya kusikia quick settings hapo, naendelea kuswipe. Thursday May 26th. Device control, media output, calls, ask always, text messages, Airtel, mobile data, selected, sensors off, selected, sensors off, selected, do not, selected, do not, selected, mobile data on dot, selected, mobile data on .com button. Mobile data on. Yes, ingekuwa off hapo ninge double tap ili kuifanya on. Haya, naendelea kuswipe kutoka kushoto kwenda kulia kwa kidole kimoja hadi kufikia hilo eneo la mobile hotspot. Selected, mobile data, button label, double tap to view relevant quick settings. Selected, mobile hotspot off.com button. Okay, mobile hotspot off, na double tap hapo ili kuifanya kuwa on. Selected, mobile hotspot turned on. Haya, baada ya hapo sasa nitakwenda kwenye kompyuta yangu sasa. Haya, nabonyeza Windows+B ili kwenda kwenye notification area. Notification chevron button, show hidden icons tooltip. Alafu nabonyeza right arrow mpaka kwenye system network. User promoted notification area toolbar, Dropbox 148 privacy apps using your microphone. Voice access button, app system network state no internet access connections available button, no internet access connections available tooltip. Hapa nasema no internet access available. Nabonyeza space bar hapo. Stay quick settings window, quick settings grouping, Wi-Fi toggle button available, pressed available 1 of 6. Baada ya hapo nabonyeza tab key mpaka nifikie eneo la manage Wi-Fi connections. Manage Wi-Fi connections button, manage Wi-Fi connections tooltip. Hapo nabonyeza space bar ili kufungua hili eneo. Space Wi-Fi window, list JFC1, secured. Signal 4 out of 4 bars not selected 1 of 1. Yes, hapo umesikia jina la mtandao wa simu yangu Hapo maana yake ni kwamba sikanu yangu hii imeshatambuliwa na kompyuta. Kwa hiyo hapa sasa nitabonyeza enter.
selected. Connect automatically checkbox not checked. Connect automatically, nabonyeza tab key hadi kwenye connect. Connect button. Alafu nabonyeza space bar ili connect, kuunganisha. Space. Checking network requirements. Cancel button. JFC1 connected. Secured. Secured. Signal 4 out of 4 bars 1 of 1. Yes, hapo nasikia JFC1 connected. Kwa hiyo maana yake ni kwamba tayari nimeshaunganisha kompyuta na mtandao, na hapa sasa simu yangu au sikano yangu inatumika kama modem sasa. Haya, nabonyeza escape ili kufunga hili eneo. Taskbar. Great. Taskbar. Jinsi ya kutengeneza channel mpya ya YouTube. Kuna njia mbili za kutengeneza channel mpya ya YouTube. Njia ya kwanza ni kutengeneza account mpya ya Google au account mpya ya Gmail, ambayo kwa jina jingine wanaita account mpya ya YouTube. Na njia ya pili ni kutengeneza channel mpya ya YouTube ndani ya YouTube account iliyopo, lakini ikiwa na channel tofauti. Ina maana hapa juu si tulishatengeneza YouTube account, tulishatengeneza Gmail account sasa kwenye hii njia ya pili ni kwamba tunatengeneza sasa channel nyingine ndani ya channel iliyopo ya YouTube, ndani ya account ya YouTube au account ya Gmail iliyopo, lakini ikiwa na jina tofauti la channel ya YouTube. Usifananishe majina hapo. Kama YouTube account yako ya sasa ni jacobchawala@gmail.com, yani kama jina la channel ya YouTube au account ya YouTube ni Jacob Chawala, basi kwenye hii channel nyingine hebu tofautisha jina la channel jingine, weka jina jipya la channel ya YouTube. Lakini njia hizi zote mbili zitakupa channel mpya ya YouTube. Hebu tuanze na hii njia ya kwanza ambayo ni kutengeneza account mpya ya Google au account mpya ya YouTube. Kwa hiyo katika hili chaguo la kwanza, kwenye hii njia ya kwanza, unaweza ukatengeneza channel mpya ya YouTube kwa kutengeneza account mpya ya YouTube. Na hapo nikisema account ya YouTube maana yake ni ile account yako ya Gmail ya kawaida, ile account yako ya Google ya kawaida ulionayo. Nafikiri mpaka sasa hivi utakuwa umeshatengeneza account yako ya Gmail, si ndio hiyo. Kwa hiyo utatumia hiyo kutengeneza YouTube account. Gmail maana yake nini? Maana yake ni Google Mail, yes. Kwa hiyo namna ya kutengeneza account ya Gmail, namna ya kutengeneza account ya Google kama ukitaka kusema hivyo, tayari tumeshajifunza sana. Kwa hiyo hebu nenda karejea yale masomo ya namna ya kutengeneza au namna ya kusajili account ya Gmail au account ya Google, ukasikilize yale masomo ili kusudi uweze kujifunza vizuri na kwa upana zaidi juu ya namna ya kutengeneza account ya Gmail, kwa sababu ili uweze kuwa na account ya YouTube ni lazima uwe na account ya Gmail. Kumbuka hapo kuna uhusiano ni kwa sababu huduma za YouTube zinamilikiwa au zinatolewa na kampuni ya Google LLC. Kwa hiyo kuna uhusiano kati ya Google na YouTube. Ina maana YouTube imetengenezwa na inamilikiwa na kampuni ya Google au Google LLC. Kwa hiyo ina maana usipokuwa na account ya Gmail, maana pia huwezi kuwa na channel ya YouTube au huwezi kuwa na account ya YouTube. Ili kutengeneza channel ya YouTube, basi hatua inayofuata ni kwenda kwenye tovuti ya YouTube ambayo ni www.youtube, yani youtube.com, yani com. Na tunawezaje kwenda kwenye YouTube, kwenye hiyo tovuti ya YouTube? Yes. Sasa kuna njia nyingi za kwenda kwenye hiyo tovuti. Hapo ningeweza kubonyeza Windows key, halafu nikaandika www.youtube.com, halafu ningeweza kubonyeza enter hapo na moja kwa moja ningefikishwa kwenye tovuti ya YouTube. Au ningeweza kwenda kwenye browser pale kwenye address bar nikaandika www.youtube.com, au kwenye run command box bonyeza Windows+R halafu naandika www.youtube.com. Kwa hiyo kuna njia nyingi, lakini mimi nitatumia hii ya kutumia run command box. Kwa hiyo nitabonyeza Windows+R hapa, run command box itafunguka, halafu nitaandika www.youtube, yani youtube yani full stop, halafu com, yani com, halafu nitabonyeza enter hapo na tovuti ya YouTube itafunguka. Anabonyeza Windows+R. Run dialog, type the name of a program, folder, document, or internet resource, and Windows will open it for you. Open. Combo box collapsed. Edit. Hapo naandika www.youtube.com.
www.youtube.com. Nimeshaandika na bonyeza enter. Loading page. Loading complete. 27 YouTube. Clickable dialog. Nimebonyeza control ili kuinyamazisha hapo. Haya, sasa hapo YouTube imeshafunguka na umesikia unaambiwa kabisa loading complete. Halafu sign in. Nenda uka sign in kwa kutumia hiyo Google account au hiyo Gmail account ambayo tayari umeshaitengeneza. Kwa hiyo Google account ndio pia YouTube account vile vile. Okay, kwa hiyo ukisha sign in, ukishaingia hapo kwenye YouTube account yako, kwenye account ya YouTube, unahitaji sasa kutengeneza channel ya YouTube. Na hii ndio itakuwa channel yako ya kwanza ya YouTube kwenye hii account yako mpya ya YouTube. Kwa hiyo ili kuweza kutengeneza hiyo channel yako mpya ya YouTube, hapo manake itabidi ubonyeze down arrow mpaka ufikie katika lile eneo la account profile photo. Ile eneo huwa linaitwa avatar. Halafu utabonyeza space bar hapo ili kufungua. Halafu hapo tafuta eneo linaloitwa au link inayoitwa create a channel. Halafu bonyeza enter hapo. Halafu hapo ukurasa wa tovuti utapop up, utajitokeza, na hapo utaipa jina channel yako, na hapo utaona jina la channel yako ambayo itakuwa selected hapo ni hilo jina la account yako ya Google. Lakini ikiwa wewe hutaki jina hilo, basi unaweza ukabadilisha jina hilo kwa kuandika jina jingine ambalo ungependa litamalaki kwenye channel yako hiyo mpya ya YouTube. Basi baada ya hapo utaenda kwenye button ya create, utabonyeza space bar hapo kwenye hiyo button ya create, na mpaka hapo YouTube channel yako inakuwa imeshatengenezwa. Kwa hiyo kazi inayobakia sasa inakuwa ni kazi ya kukaidisha, kazi ya kucustomize, yani kuupload, yani kupakia ile picha ambayo unataka iwe inaonekana kwenye hiyo channel yako ya YouTube, kuandika description, yani maelezo mafupi juu ya hiyo channel yako ya YouTube. Labda kama unataka kuongeza links, kuweka links ambazo unataka ziwepo kwenye hiyo description yako, na kadhalika na kadhalika. Hebu tufanye kwa vitendo. Yes, baada ya nadharia hii, hebu tufanye kwa vitendo, lakini tutumie hii njia ya kwanza ya kutengeneza channel ya YouTube kwa kutumia Gmail account au Google account. Okay, kwa hiyo ikiwa tayari umeshawahi kutengeneza account yako ya Gmail, maana yake sasa utakwenda tu hapa kwenye tovuti ya www.youtube.com. Baada ya tovuti ya YouTube kufunguka, sasa nitaenda kwenye eneo la kusign in. Yes, tayari kumbuka tuna account yetu. Tayari nilishatengeneza Gmail account ya Gmail na nikaiita accesstechdigital@gmail.com, sawa? Yes, kwa hiyo hatua inayofuata sasa ni kwenda kusign in na hiyo account ya Gmail, hiyo email hiyo ya accesstechdigital@gmail.com, na hiyo itakuwa ndio email ya kundi letu hili la Access Tech Help and Support. Na hii ndio Gmail account au ndio account ya Gmail ya kundi letu hili la Access Tech Help and Support. Sign in kumbuka ni kuingia. Tunataka sasa tuingie kwenye hiyo account yetu hiyo ya accesstechdigital@gmail.com. Haya, ninataka niingie sasa kwenye hii account ya Gmail ya kundi letu hili ambayo inaitwa accesstechdigital@gmail.com. Haya basi, sasa hapo nitaenda kwenye eneo la sign in. Sasa eneo la sign in liko wapi? Nabonyeza down arrow, yani mshale wa chini, mpaka nifikie eneo linaloitwa account profile photo. That opens the list of alternate accounts. Haya, nabonyeza down arrow. Banner landmark clickable button guide. Visited link YouTube home. TZ. Clickable button skip navigation. Search landmark search edit search. Button search. Clickable button search with your voice. Clickable button create. Hapa sasa usishawishika kubonyeza hii create hapa ukafikiri kwamba ukibonyeza create hapa ndio utakuwa una create au unatengeneza account ya Gmail au account ya YouTube. Usibonyeza hapa. Endelea kubonyeza down arrow. Clickable button YouTube apps. Clickable button notifications. Blank. Clickable menu button submenu account profile photo that opens list of alternate accounts. That opens the list of alternate accounts. Nimefika katika hili eneo na bonyeza space bar hapo ili kulifungua. Account profile photo that opens list of alternate accounts menu button submenu. Haya, sasa hapa nitabonyeza down arrow mpaka nifikie eneo la sign in. Down arrow, yani mshale wa chini. Link manage your Google account. Clickable link your channel.
Clickable link purchases and memberships. Clickable visited link YouTube Studio. Clickable link switch account. Clickable link sign out. Link sign out. Sasa unajua kwa kawaida ni kwamba ukishakuwa na Gmail account yako, basi automatically wewe unaweza ukawa na YouTube account. Ukishakuwa na account ya Gmail, basi automatically hapo wewe unaweza ukaitumia account hiyo kufungua account yako ya YouTube. Na ndio bana, unakumbuka hata unapokuwa kwenye sikano yako pale kwa mara ya kwanza ndio umeinunua, ukisha create account, ukishatengeneza tu Gmail account yako ya Gmail, basi unaweza kupata huduma zote zile za Google ikiwemo YouTube. Kwa hiyo ilimradi tu wewe una ile account ya Gmail, basi automatically tayari wewe hapo una account ya YouTube. Sasa hapa umesikia ninaambiwa sign out, si ndio? Sasa sign out maana yake ni kwamba nitoke, yani toka. Sasa toka kutoka wapi? Maana yake natoka kutoka kwenye hii account ya YouTube au account ya Gmail niliyoingiza kwenye YouTube hapa yenye jina langu mimi ambalo ni jacobchawala@gmail.com. Kwa sababu hapa sasa siwezi nika sign in ndani ya account hii ya jacobchawala@gmail.com, inabidi kwanza nitoke kwanza. Haya, sasa hapa nabonyeza enter kwenye sign out ili niweze kutoka kwanza kwenye hii account yangu ya jacobchawala@gmail.com. Haya, nabonyeza enter hapo. Loading page. Google accounts. Please wait. Still loading. Loading complete. YouTube. Clickable main landmark heading level 3 link heading level 3 link 13,655,508 views. Clickable link the world of boxing. Click. Okay, nabonyeza control ili kuinyamazisha hapa. Kwa hiyo hapa bwana nimesha sign out. Nimeshatoka kwenye ile account yangu ya jacobchawala@gmail.com. Hapa nataka ni sign in sasa na account ya Gmail nyingine. Ipi? Ni ile account ya Gmail ya kundi letu la Access Tech Help and Support ambayo inaitwa accesstechdigital@gmail.com. Sawa, sasa namna gani nina sign in? Tunasema kwa kawaida ukurasa wa tovuti ukifunguka inabidi ubonyeze Control+Home ili urudi juu kabisa ya ukurasa huo kwanza. Haya, nabonyeza Control+Home hapo. Dialog. Sasa hapa nabonyeza down arrow mpaka nifikie lile eneo linalosema sign in. Haya, nabonyeza down arrow. Banner landmark clickable button guide. Visited link YouTube home. TZ. Clickable button skip navigation. Search landmark search edit search. Button search. Clickable button search with your voice. Clickable button YouTube apps. Clickable button settings. Clickable link button sign in. Sign in. Sign in inakuwa hapa tu. Baada ya settings. Clickable button settings. Baada ya settings inayofuata ni clickable link button sign in. Yes, button sign in. Kwa hiyo hapo nimebonyeza down arrow mpaka nimefikia eneo la sign in. Haya, nabonyeza spacebar au enter. Na hapa nabonyeza spacebar sasa. Loading page. YouTube heading level 1 choose an account. Loading complete. Ukurasa umefunguka hapa wa tovuti. Kama kawaida nabonyeza Control+Home. Heading level 1 choose an account. Naambiwa choose an account. Ina maana mimi hapa nina account nyingi. Sasa naambiwa nichague account mojawapo kati ya hizi nilizonazo au niandike account mpya ya Gmail. Haya, nabonyeza down arrow ili kudhibitisha haya ninayosema. Nabonyeza down arrow. List with 5 items link Jacob Chawala. Kwa hiyo hapa na account hiyo ya Mr. Jacob Chawala, down arrow. Link jacobchawala@gmail.com. jacobchawala@gmail.com. Kwa hiyo hii ndio account yangu ya Gmail hii. Naendelea kubonyeza down arrow. Link signed out. Signed out maana yake tayari hii nimesha sign out. Nimeshatoka kwenye hii account. Nimesha sign out. Down arrow. Link use another account. Use another account. Sasa mahali tunapotakiwa kwenda ni hapa kwenye eneo hili la use another account. Link use another account. Use another account. Kwa hiyo hapa maana yake ni kwamba sitaki kutumia account hizi zote ulizozisikia hapa juu. Hapa mimi nitakuja hapa kwenye use another account, nabonyeza enter hapa kwenye hii link. Email or phone edit has autocomplete selected jacobchawala@gmail.com. Umesikia nini? Kacha. Hiyo ndio focus mode. Kasa imetua kwenye keybox, editable box au kisanduku ambacho kinanitaka mimi niweze kuandika email yangu.
Hapo kasa imetua kwenye kisanduku ambacho kinanitaka mimi niweze kuandika sasa hiyo akaunti ya Gmail ninayoitaka. Sasa hapa by default kuna akaunti ile ya Gmail ya kwangu ambayo ni jacobchawala@gmail.com. Kwa hiyo inabidi niifute hii, siitaki. Ninaifuta kwanza. Ninabonyeza space bar. Itakuwa tayari nimeshaifuta hapo. Haya, sasa naandika akaunti nyingine. Naandika akaunti ya kundi letu hili la Access Tech Help Support. Email yetu ni accesstechdigital@gmail.com. Haya, naandika hapo AccessTechdigital digital@gmail.com. Haya, baada ya hapo ninabonyeza tab key mpaka kufikia eneo la next. Forgot email question button. Learn more link. Next button. Nimeshafikia kwenye kitufe cha next. Haya, nabonyeza space bar hapo kwenye next. Blank. Welcome. Enter your password edit protected selected 11 bullet. Yes, hapo kuna eneo la password. Umesikia inasema 11 bullet. Sasa hii ngoja niifuta hii password. Ninabonyeza space bar isije ikawa ni password ya jacobchawala@gmail.com. Kwa hiyo okay, nimeshaifuta mpaka hapo. Haya, naandika sasa password ya hii email ya accesstechdigital@gmail.com ni atehesu2019. Haya, naandika atehesu2019. Baada ya hapo ninabonyeza tab key mpaka nifikie kitufe cha next button. Bonyeza tab key. Show password checkbox not checked. Tab key tena. Next button. Next. Haya, nabonyeza space bar hapo kwenye next button. Blank. Enter your password edit protected invalid entry bullet. Oh. Hii password nimeikosea ina maana. Ngoja tuone hapa. Tuone nimekosea nini. Show password checked. Enter your password edit invalid entry blank. Blank. Caps A D E H E S U 2019. Imebidi niende hapa kwenye 8SU2019 show password checkbox checked. Hapa kwenye show password ili niweze kusikia herufi kwa herufi. Kwa hiyo nimeenda hapa kwenye show password, nimebonyeza space bar hapo, na ndio maana unaona hapa sasa nywila yani password inaonekana. Hebu tab key. Next button. Next button. Haya, nabonyeza space bar hapo kwenye kitufe cha next. Blank. Loading page. Google account still loading complete. Nafikiri akaunti ya Google imefunguka. Hebu nibonyeze insert plus T nione kuna nini hapo. Insert plus T. Google account -personal -Microsoft Edge. Google account. Haya, sasa hapa nibonyeze control plus home ili nirudi juu kabisa ya ukurasa huu. Control plus home. Clickable you tick re-signed in. Oh, ananiambia you are signed in, kwamba tayari nimeshaingia kwenye account ya YouTube. Haya, hebu nibonyeze down arrow nione niko kwenye nini hapa. Nabonyeza down arrow. AccessTechdigital@gmail.com. Wow, AccessTechdigital@gmail.com. Down arrow. Heading level 1. If you tick D like comma, take a few moments to help Google work better for you. Hapa ananiambia kama nikipenda basi nichukue muda mfupi ili kuifanya Google iweze kunisaidia vizuri zaidi mimi hapa. Down arrow. If you tick D like comma, take a few moments to help Google work better for you. List with 2 items. Button add a home address. Button add or confirm your recovery email or phone number. Down arrow. Out of list heading level 1. You can always manage this information in your visited link Google account. Not. Down arrow. Button not now. Nitaenda hapa kwenye not now, kwamba sitaki kukusaidia bwana Google sasa hivi, nitakusaidia baadaye kujaza hizi taarifa ambazo nimeziona hapo, mara home address, mara mambo ya phone number, mara recovery email. Hapana, sikusaidii sasa hivi, nitakusaidia baadaye. Kwa hiyo kwenye not now. Button not now.
Not now, unabonyeza space bar. Loading page. Still loading. Clickable to loading complete. Choose what to play next. Click the vertical ellipsis icon and select left quote. Add to queue left quote. Clickable learn more button. Clickable got it. YouTube. Banner landmark. Clickable button. Notifications. Clickable menu button. Submenu account profile photo that opens list of alternate accounts. Navigation landmark tab selected home. Okay, anabonyeza control ili kuinyamazisha. Kwa hiyo hapa sasa tayari niko kwenye YouTube. Niko kwenye hii account yetu hii ya accesstechdigital@gmail.com. Hebu nibonyeze control plus home hapa ili kuthibitisha. Dialog. Yes, unaona hapa sasa niko ndani ya YouTube kabisa. Niko ndani ya tovuti ya YouTube lakini kwa kutumia hii account yetu ya accesstechdigital@gmail.com. Hebu nibonyeze insert plus t nione ni nini hii tovuti inahusiana na nini? YouTube-personal-Microsoft Edge. Yes, hapo imethibitisha kwamba hapa bwana uko kwenye YouTube. Na ili kuthibitisha kwamba niko ndani ya YouTube, ninaweza hapa nikabonyeza H ili kwenda kwenye heading to heading na uweze kusikia kutoka kwenye kichwa kimoja cha habari kwenda kwenye kichwa kingine cha habari. Haya, nabonyeza H. Main landmark clickable number next Harmonize --admin left paren official music video right paren I harmonized 17 hours ago 2 minutes, 55 seconds 557,479 views link to number next clickable Citizen TV live by Citizen TV Kenya. Nilikuwa nakuthibitishia tu kwamba sasa niko ndani ya YouTube lakini kwa kupitia ile akaunti ya accesstechdigital@gmail.com. Okay, baada ya ukurasa wa YouTube kufunguka, sasa hatua inayofuata ni create channel. Ni kutengeneza sasa hiyo channel yetu ya YouTube. Kwa hiyo ukurasa wa YouTube hapo umefunguka, lakini umefunguka kwa kutumia akaunti ya Gmail ya accesstechdigital@gmail.com. Sasa tunataka tu create YouTube channel yetu. Haya, sasa kama ilivyo desturi, ukurasa wa tovuti ukifunguka kwenye browser yako iliyoko kwenye kompyuta yako, inabidi ubonyeze control plus home ili urudi juu kabisa ya huo ukurasa. Haya, nabonyeza control plus home. Dialog. Okay. Kitu ambacho inabidi ujue kuhusiana na mambo ya chaneli za YouTube ni kwamba kuna aina mbili za chaneli za YouTube. Kuna personal channel, yani chaneli binafsi, na brand channel. Hizi tuziite vipi? Tuziite chaneli za pekee, sijui tuziite kwa Kiswahili hicho au kama na nyingine unaweza kaita chaneli ya kibiashara, tuseme hivyo. Kwa hiyo kuna personal channel na brand channel. Na personal channel ndio hii ambayo imekuwa linked na personal Gmail account, ile account yako binafsi ya Gmail. Na kwenye channel hii manake ni wewe tu ndiye utakayeweza kuaccess au kufikia vitu vilivyomo ndani ya hiyo channel yako hiyo ya binafsi, au endapo utawapa watu account yako na password, hao ndio pia wataweza kuaccess au kufikia hivi vitu vilivyoko ndani ya hiyo channel yako binafsi, hiyo personal channel. Lakini hapa jina la account yako ya YouTube kwenye personal channel litakuwa restricted kwenye jina la account yako ya Gmail. Ina maana kama mimi jina la account yangu ya Gmail ni jacobchawala@gmail.com, basi na channel yangu pia itaitwa kwa jina hilo hilo la either jacobchawala@gmail.com au Jacob Chawala, hivyo basi. Lakini kama nilivyokuambia, unaweza pia ukatengeneza channel ya YouTube ikiwa kama brand channel. Kwa hiyo hapa sasa ukiwa na brand channel, maana yake ni channel ambayo itakurahisishia wewe uweze kutengeneza jina la kaida la channel yako, account ya kaida ya channel yako, yani account ya channel yako ya YouTube kwa namna unavyotaka wewe. Usiwe restricted kwenye jina lako tu peke yake. Ina maana account hii brand channel itakuwezesha wewe uweze kutengeneza jina la channel unalotaka wewe. Ikiwa umeandika jina la channel yako ya YouTube kwa makosa au kwa kutumia jina la account yako, basi pia ujue kwamba inawezekana kuhariri jina la account hiyo au jina la channel yako hata baadaye. Lakini pia kwenye hii brand channel ni kwamba unaweza ukawafanya watu wengine pia ambao sio wewe tu waweze kumanage hiyo account yako, hiyo channel yako ya YouTube. Wakati kwenye ile personal account, manake ile personal channel ni wewe tu ndio unaruhusiwa kumanage hiyo personal channel yako.
Kwa hiyo ina maana kwenye hii brand channel unaweza ukawapa watu ruhusa ya kuweza kufikia channel hii au account ya channel hii vizuri kabisa, kwa sababu utakuwa una account hasa mahususi kwa ajili ya channel hii tu ambayo ni brand channel. Kwa hiyo kumbe unaweza ukatengeneza personal channel, halafu baadaye mwenyewe sasa ukaweza kuamua kubadilisha sasa kutoka kwenye personal channel ukatengeneza brand channel. Hiyo inawezekana kabisa. Lakini mara nyingi hebu penda kutengeneza brand channel bwana. Tengeneza brand channel ambayo utaweza kuwapa hata watu wengine waweze kukusaidia kumanage hiyo akaunti yako au hiyo channel yako ambayo ni brand. Au kama na nyingine unaweza kaita channel ya kibiashara, tuseme hivyo. Haya, baada ya hapo sasa nimesema hatua inayofuata ni kwenda kwenye eneo la create YouTube channel au create a channel. Sasa hile eneo liko mle ndani ya eneo la account profile photo. Haya, kwa hiyo hapa nitabonyeza down arrow mpaka nifikie hilo eneo la account profile photo. Haya, nabonyeza down arrow. Banner landmark clickable button guide. Visited link YouTube home. TZ. Clickable button skip navigation. Search landmark search combo box has autocomplete editable search. Button search. Clickable button search with your voice. Clickable button create. Kama kawaida usishawishike kubonyeza hiki kitufe cha create hapa ukidhani kwamba ukibonyeza hapo maana yake ndio utakuwa unatengeneza channel ya YouTube. Hapana. Endelea kubonyeza down arrow mpaka kwenye eneo la account profile photo. Clickable button YouTube apps. Clickable button notifications. Blank. Clickable menu button submenu account profile photo that opens list of alternate accounts. Hapo. Haya, sasa nabonyeza spacebar ili kufungua hili eneo. Blank. Great. Haya, sasa nabonyeza down arrow mpaka nifikie link ya create a channel. Down arrow. accesstechdigital@gmail.com. Oh, umesikia hiyo ndio account ya Gmail ambayo inaitwa accesstechdigital@gmail.com, account ya Gmail ya kundi letu ile la Access Tech Help and Support. Endelea kubonyeza down arrow hapo. Link manage your Google account. Manage your Google account. Hapo achana napo, endelea. Naendelea kubonyeza down arrow. Clickable link create a channel. Hapo ndipo panapo tuhusu. Hapa baada ya kufungua hili eneo la account profile photo, zimefunguka options nyingi, chagua nyingi ambazo hizi utakuja kuziperuzi kwa muda wako. Ina maana ukifika eneo ile la create a channel, hebu jaribu kubonyeza down arrow hapo, mshale wa chini, ili uweze kukutana na options nyingine. Sasa sisi lengo letu ni kutengeneza channel ya YouTube ya kundi letu la Access Tech Help and Support. Kwa hiyo nabonyeza enter kwenye hii link. Bonyeza enter hapo. Clickable how you TKL appear. Clickable button upload picture. Name edit required Access Tech Help and Support. By clicking create channel you agree to link YouTube TK's terms of service. Not changes made to your name and avatar are visible only on YouTube and not other Google services. Link learn more. Clickable button cancel. Clickable button create channel. Hapa anasema how do you want to appear, kwamba mimi nataka nitokelezee vipi. Yaani nataka niwe na muonekano upi. Sasa hapa kuna upload a picture. Sina picha yoyote hapo. Sasa hebu nibonyeze control plus home kwanza ili nirudi mwanzo kabisa mwa huu kurasa. Control plus home. How you TKL appear. How you will appear. Haya, nabonyeza down arrow. Clickable. Tena clickable button upload picture. Upload picture. Okay. Upload picture maana yake ni pakia picha. Kwa hiyo nikitaka kupakia picha yangu hapa maana yake nitabonyeza space bar hapo kwenye upload picture, kwenye hii button, kwenye hiki kitufe cha upload picture, alafu litafunguka eneo la file name edit, lakini pia eneo ambalo litaniongoza mimi niweze kwenda kwenye folders mbalimbali zilizoko kwenye kompyuta yangu. Alafu nitabonyeza shift plus tab mara 2, alafu nitakutana na folder mbalimbali za kompyuta yangu na nitaitafuta hiyo picha, alafu nitabonyeza enter ili kuiupload. Hebu ngoja ni upload picha yangu hapa. Ngoja nipakie picha yangu ili tuone. Clickable button upload picture. Hapo nabonyeza space bar kwenye upload picture. Click open dialog file name colon. File name colon. Combo box collapsed. Edit alt plus n blank. Date created colon.
1/17/2022:19 p.m. size: 821 MB folders: Okay, nabonyeza control ili kuinyamazisha. Sasa nitabonyeza shift plus tab hadi nifikie kwenye folders mbalimbali zilizoko ndani ya kompyuta yangu, alafu nitatafuta picha ninayoitaka hapa ikae kwenye kundi la Access Tech Help and Support. Shift plus tab. Items view list. Name split button collapsed sorted left paren ascending right paren. Tena shift plus tab. Azisoft Studio not selected 1 of 21. Kwa hiyo kumbe ninabonyeza shift plus tab mara mbili. Okay, sasa hapa nitafuta picha yangu. Haya, natafuta picha yangu kwenye hii folder kama nitaikuta. BTP Assessments 2022 2 of 21. Hapa niko kwenye folder ya documents, bahati nzuri. Image of Jacob Florian Chawala assessing in the class with students of Sojka Secondary School. .jpg 12 of 21. Sio hii. Image of Jacob Florian Chawala assessing. .jpg 30. Sio hii. Image of Jacob Florian Chawala in class with 4-sighted students. .jpg. Sio hii. Image of Jacob Florian Chawala in class writing on the blackboard. .jpg 15 of 21. Sio hii. Image of Jacob Florian Chawala in the office with 4 students. .jpg 16 of 21. Sio hii. Image of Jacob Florian Chawala sitting on the chair with his HP computer on the table. .jpg 17 of 21. Nitumie hii. Nafikiri nitumie hii kwa sasa. Haya, nabonyeza enter hapo. Nafikiri hiyo picha tayari imesha upload, imeshajipakia. Hebu nibonyeza control plus home ili kurudi juu kabisa ya huu kurasa. Heading level 2 upload picture. Upload picture. Down arrow. Clickable. Down arrow tena. Button top left corner of image crop. Down arrow tena. Button top right corner of image crop. Down arrow tena. Button bottom left corner of image crop. Hii sasa ndio image yangu, ndio taswira ya ile picha niliyoiupload hapo. Down arrow tena. Button bottom right corner of image crop. Down arrow tena. Clickable button cancel. Cancel. Down arrow. Clickable button done. Done. Down arrow. Button done. Done. Button done. Okay, nabonyeza space bar hapa kwenye done. Dialog clickable. Down arrow. Blank. 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 Kwa maana ya kwamba zoezi la kuupload picture kwenye hii account ya accesstechdigital@gmail.com limemalizika kwa mafanikio makubwa. Okay, control plus home kwanza. Dialog. Haya, hebu niendelee kubonyeza down arrow ili nijue kuna nini hapo. Okay, sasa hapa nibonyeze down arrow mpaka nifikie kwenye lile eneo la account profile photo, halafu nione mle ndani kuna nini. Haya, down arrow, nabonyeza down arrow. Banner landmark clickable button guide. Visited link YouTube home. TZ. Clickable button skip navigation. Search landmark search combo box has auto-complete editable search. Button search. Clickable button search with your voice. Clickable button create. Clickable button YouTube apps. Clickable button notifications. Blank. Clickable menu button submenu account profile photo that opens list of alternate accounts. Hapo nabonyeza space bar. Dialog. How you TKL appear. Clickable upload picture button. Haya, nabonyeza up arrow, down arrow. How you TKL appear upload picture access tech help and support by clicking create channel you agree. Okay, sasa hapa unasikia how you will appear, upload picture, alafu access tech help and support. Unaweza ukajiuliza hili jina tuliliandika lini? Yes, kumbuka wakati tunatengeneza ile Gmail account ya Gmail ya kundi letu la Access Tech Help and Support, tuliandika jina la kwanza tukaandika Access Tech, alafu jina la pili tukaandika Help and Support. Kwa hiyo hapa maana yake ni kwamba ingekuwa sio account hii, ingekuwa labda ni ile account yangu, basi ingesema Jacob Chawala au Jacob Florian Chawala. Haya, basi naendelea kubonyeza down arrow hapo ili tukutane na baadhi ya vipengele hapa. Lakini unasikia hii, hebu sikia hii sentensi. How you TKL appear upload picture access tech help and support by clicking create channel you agree. Yes, ukisikiliza tu hii sentensi kwa makini, maana yake ni kwamba hapa kilichofunguka ni ukurasa wanaonitaka mimi nipakie picha hapa, picha kwenye hii account, lakini pia ni ukurasa wenye mkataba. Kwa hiyo ni ukurasa wenye mkataba, lakini ndio ukurasa ambao utakuwa na ile button ya create channel. Haya, nabonyeza down arrow hapo ili kuendelea kusikiliza hivyo nilivyokuambia sasa. Down arrow.
to YouTube TKS terms of service. Changes made to your name and avatar are visible only on YouTube and down arrow, not other Google services. Learn more, cancel, create channel. Kwa hiyo kuna learn more, alafu kuna cancel, alafu kuna create channel. Down arrow, how you TKL appear. How you will appear. Down arrow, clickable. Clickable. Down arrow, clickable button, upload picture. Upload picture. Naendelea kubonyeza down arrow. Naendelea. Name edit required, access tech help and support. Yes, name required, alafu kuna access tech help and support. Kwa hiyo hapa ikiwa nataka kubadilisha jina jingine, hapa ningebonyeza space bar. Name edit required, access tech help and support. Alafu ningeandika jina jingine la channel. Lakini mimi nakubaliana na jina hili nililolitengeneza kwenye ile Gmail account, kwa sababu ndilo jina la kundi letu actually la Access Tech Help and Support. Kwa hiyo na channel yetu hapa sasa itaitwa Access Tech Help and Support. Haya, nabonyeza escape hapo. Alafu nabonyeza down arrow mpaka kwenye eneo la create a channel button. Down arrow. By clicking create channel, you agree to link YouTube TKS terms of service. Changes made to your name and avatar are visible only on YouTube and not other Google services. Link learn more. Clickable button, cancel. Clickable button, create channel. Button, create channel. Hapa kwenye create channel. Haya, nabonyeza space bar hapo kwenye create channel. Unavailable. Dialog clickable. Loading page. Access Tech Help loading complete. Loading complete. Lakini pia umesikia Access Tech Help kuonyesha kwamba channel yetu mpaka sasa imeshatengenezwa. Haya, hebu nibonyeza insert plus T nione kuna nini hapo. Access Tech Help and support YouTube personal Microsoft Edge. Wow, hebu sikiliza tena. Access Tech Help and support YouTube personal Microsoft Edge. Kwa hiyo mpaka hapo tayari tumeshatengeneza channel yetu inayoitwa Access Tech Help and Support. Haya, basi nafunga hili eneo, nabonyeza Alt plus function 4. Taskbar. Asante. Namna ya kutengeneza channel nyingine ya YouTube au channel mpya ya YouTube ndani ya channel ya YouTube ya zamani, au inaweza ikawa ndani ya channel binafsi ya YouTube, yani personal YouTube channel, kwa kutumia jina jipya au jina lile la chaneli ya YouTube. Yes, katika somo hili mtakuwa na mwalimu Jacob Florian Chawala. Mpaka sasa tayari tumeshatengeneza channel yetu ya YouTube. Yes, ni kweli nimeshatengeneza channel yetu ya YouTube ya Access Tech Help and Support. Lakini nimeitengeneza channel hii kwa kutumia personal account. Yani imekuwa kama vile ni personal account, kama vile ni account binafsi. Kumbuka kuna aina mbili za channel za YouTube. Kuna personal channel, yani channel binafsi, na brand channel, yani channel ambayo unaweza ukaimilikisha kwa umma na ukafanya wale managers wanaoimanage, wanaoishughulikia, wanaoihudumia wakawa wengi, au kama na nyingine unaweza kaita channel ya kibiashara, tuseme hivyo. Yes, na hapa kumbuka kwamba ninatumia kisakuzi cha Microsoft Edge na kompyuta iliyosakinishwa programu endeshi ya toleo la 11 la Windows. Hii ni kompyuta yangu ya HP na kisoma screen ni NVDA. Taskbar. Non-Visual Desktop Access. Ili kutengeneza channel nyingine ya YouTube au channel mpya ya YouTube ndani ya channel ya YouTube ya zamani, au inaweza ikawa ndani ya channel binafsi ya YouTube, yani personal YouTube channel, kwa kutumia jina jipya au jina lile la channel ya YouTube, inabidi kufuata hatua zifuatazo. Kwa hiyo mpaka sasa channel hii ulioitengeneza itakuwa ndio channel yako ya kaida, ndio default channel, ndio channel ya kaida ya pekee iliyoko kwenye hiyo akaunti yako ya YouTube. Na hii ina maana kwamba kila video utakayokuwa ukiipakia itakuwa ikipakiwa kwenye hii channel yako ya kaida. Na kwa maana hiyo sasa hii inatufanya twende kwenye njia nyingine ya pili ya kutengeneza channel mpya ya YouTube, ambayo ni kutengeneza channel nyingine mpya ya YouTube ndani ya akaunti hii ya YouTube. Kwa hiyo njia hiyo inatufanya sisi tuweze kuchagua
kutumia njia ya pili. Okay, na njia ya pili au kwenye hili chaguo la pili ambalo ni kutengeneza akaunti mpya ya YouTube ndani ya akaunti ya YouTube iliyopo, lakini ikiwa na jina jipya, jina jingine la channel ya YouTube. Kwa hiyo mpaka sasa tayari tuna hiyo channel ya YouTube kwenye akaunti yako ya YouTube, na hapa sasa unataka kutengeneza channel mpya ya YouTube ambayo itakuwa ikihifadhi maudhui mengine tofauti na hayo yaliopo kwenye channel hiyo ya kaida ambayo inayotokana na Google account au na Gmail account yako. Lakini unataka channel hizo zote mbili ziwe zinatumia account moja tu ya YouTube. Sasa ikiwa unataka hivyo, basi nenda kwenye tovuti ya YouTube inayoitwa www.youtube.com. Kwa kubonyeza Windows+R unaandika www.youtube.com, utabonyeza enter ili hiyo tovuti ifunguke. Halafu ikishafunguka hapo utabonyeza down arrow mpaka ufikie eneo la profile picture, lile eneo ambalo linasema account profile photo. Bonyeza space bar ili kupatanua. Halafu nenda uka sign in kwa kutumia hii account ya Gmail au account ya Google iliyopo. Kwa hiyo ili kuweza kutengeneza hiyo channel yako mpya ya YouTube, hapo manake itabidi ubonyeze down arrow mpaka ufikie katika lile eneo la account profile photo. Ile eneo huwa linaitwa avatar. Halafu utabonyeza space bar hapo ili kufungua. Halafu utabonyeza down arrow mpaka ufikie eneo la settings. Halafu ukifika kwenye settings pale utabonyeza enter ili hiyo settings ifunguke. Halafu utabonyeza down arrow, tafuta eneo linaloitwa au link inayoitwa create a new channel. Utabonyeza enter, hiyo link ikishafunguka ipe jina jipya hiyo channel yako. Halafu nenda sasa kwenye create button, bonyeza space bar hapo kwenye hiyo create, na hapo channel yako hiyo mpya iliyoko ndani ya channel ile iliyopo, yani ile channel ya zamani, basi itakuwa imejitengeneza. Kwa hiyo kazi sasa inayofuata ni kucustomize, yani kukaidisha hiyo channel yako ya YouTube kwa namna unavyopenda wewe. Tukisema kukaidisha maana yake ni kwamba hapa utaweka profile picture yako hapa, lakini iwe tofauti na ile profile picture ya account yako ya Gmail iliyopo, yani hiyo ya zamani. Kuweka description, yani maelezo mafupi juu ya hiyo channel yako ya YouTube. Na ukishatengeneza hizo channel zako mbili, si una ile channel yako ya zamani iliyotokana na Gmail account yako, lakini pia una hii channel nyingine iliyoko ndani ya channel hii nyingine, yani uko na channel hii nyingine iliyotengenezwa ndani ya channel hii ya kaida. Sasa unaweza ukaswitch, unaweza ukahama kutoka kwenye channel ile ya kwanza kwenda kwenye channel hii ya pili, kwa sababu zote zinatumia akaunti moja tu ile, si ndio? Kwa hiyo kuna uwezekano wa wewe kuhama kutoka kwenye channel moja kwenda kwenye channel nyingine ya YouTube inayotumia akaunti hiyo hiyo ya Google au ya Gmail. Na kila video utakayoiupload, utakayoipakia, maana yake itakuwa imepakiwa kwenye hii channel mpya ya YouTube utakayokuwa umeitengeneza sasa. Haya, hebu tufuate hii mchakato sasa. Tufuate huo mchakato mpaka tufikie hilo eneo. Haya, nabonyeza Windows+R. Run dialog, type the name of a program, folder, document, or internet resource, and Windows will open it for you. Open : combo box collapsed. Edit Alt + O selected. Hapa naandika www.youtube.com. www.youtube.com. Nabonyeza enter hapo. Loading page. Loading complete. YouTube. Clickable dialog. Banner landmark. Clickable button guide. Visited link YouTube home. TZ. Clickable button skip navigation. Nabonyeza control ili kunyamazisha hicho kisoma screen. Haya, sasa nitaenda kwenye eneo la account profile photo. Nitumie njia ya down arrow tu hapa, ya kubonyeza mshale wa chini. Kwa hiyo hapa nitabonyeza down arrow mara kadhaa. Down arrow. Clickable banner landmark. Clickable search landmark. Search edit search.